Tunapofika mwisho tulitamani kwamba hebu mstahiki meya tuweze tukafanya mwakani, lakini sheria, kanuni na taratibu haziruhusu. Na waziri ameshatangaza kwamba leo ni mwisho. Baada ya hapa basi tena tutakutana baada ya nini? Ya uchaguzi. Kishachaguliwa mkiapa tutakutana. Lakini niwahakikishieni Tume Huru ya Uchaguzi imeshafanya maandalio makubwa sana kwa ajili ya uchaguzi wetu, ambao ndio unaoweza kuwarudisheni nyinyi. Lakini sisi kama serikali, masuala ya ulinzi na usalama yapo na yameimarishwa sana. Mmeona namna Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alivyoleta vifaa vya kisasa kwa jeshi la polisi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Lakini pia makamanda wetu wako tayari kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama. Hivyo wakati mnarudi tena kwenye uchaguzi, mkiwa na uhakika kabisa kwamba usalama upo, nyinyi tu mrudi kwa watu. Lakini wakati mnaenda kwenye uchaguzi, mnao uhakika mkubwa kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha nyingi katika halmashauri yetu, na ninyi mmesimamia miradi mingi. Mnacho cha kusema kwa watu, nini mmekifanya katika kipindi chenu cha miaka 5. Lakini sina mashaka nyote uwezo wa kuongea, kuyasema yote ambayo yamefanyika mnao. Lakini chama ambacho mnagombea kipo kizuri, kina heshima yake. Hivyo mnazo sababu nyingi za kuhakikisha mnarudi katika nafasi zenu. Niwasihi waheshimiwa madiwani, tunapokwenda kumaliza, tuendelee kuwa karibu na makundi mbalimbali. Niwapongeze waheshimiwa madiwani ambao mlikuwa kwenye makundi ya bodaboda, makundi ya kina mama wajasiriamali, wazee, viongozi wa dini. Twendeni tukawe karibu na makundi mbalimbali. Ndio yanaojua na ndio mlioishi nao kuonyesha kazi mbalimbali ambazo mmefanya. Nimewaona kwenye kazi zenu, kwenye taarifa zenu na makundi mbalimbali. Nendeni kwenye yale makundi mlioshirikiana nao, muwaambie sasa tunarudi, tunaanza upya. Hawa makundi hawatakuacheni. Ametuonyesha mfano mdogo mstahiki meya. Unapokuwa kiongozi karibu na watu, wale watu hawawezi kukuacha. Wale watu hawawezi kukufuata kwa ajili ya fedha zako. Wale watu watakufuata kwa sababu ya wewe umekuwa karibu nao. Kuna watu mmekuwa nao karibu kwa kipindi chote cha miaka 5. Nendeni kwao, mtaendelea kuwa pamoja nao. Nikupongeze sana mstahiki meya kwa surprise hii ya leo. Ni surprise ambayo unatuonyesha wengine kwamba unapokuwa kiongozi kuwa na watu. Kwa sababu kuna baadhi ya wajumbe nilikuwa nawauliza, nyinyi mmekuja kufanya nini? Wanasema hivi, tulimleta, tumekuja kumchukua, tunaenda naye, tutamrudisha tena. Katika miaka 5 hii kuna maeneo tulitofautiana. Mimi nikawa na misimamo yangu pamoja na mkurugenzi, lakini wewe ukawa na misimamo yako. Lakini mwisho wa siku tukasameheana na mambo yakawa yamekwenda. Tunakushukuru sana kwa niaba ya baraza la madiwani na tunakupongeza sana. Lakini vile vile niwaombee msamaha madiwani wenzangu. Najua tulipita kwenye vigingi vingi sana. Kama kuna mtu kakukwaza, kamkwaza katibu au kamati ya siasa, kwa niaba yao naomba sana msamaha huo. Lakini vile vile nimekuona kakangu Bananga akipelekea salamu kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa. Kwa kweli mlitushauri vizuri, na kuna kipindi pale miradi ilipokwama mlitaka kuingilia Ilala. Mkazunguka kote, lakini mwisho wa siku mkasema Ilala kuna ndugu zetu pamoja na madhaifu yao, hebu tuache. Mpelekee salamu kaka Mtevu, tunawashukuruni sana, Mungu awabariki sana. Lakini Mheshimiwa DC, tupelekee salamu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hana deni na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Hatumdai chochote. Sisi ndio atakayetudai. Oktoba tuna nini? Oktoba tunafanya nini? Kwa nini kata 36 hizi hakuna hata diwani mmoja
ambaye atasimama atasema ndani ya kata yake hakuna mradi. Manake madiwani wote miradi ipo. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunaenda kumsemea kwa yale mazuri ambayo aliyoyafanya. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, mimi nina machache ya kumsisitiza mkurugenzi. Mwaka wa fedha 24-25 tunavuka na bilioni 15. Maanake katika mipango yetu tumepanga kujenga hospitali 2. Tunakuachia wewe hili jukumu. Lakini tumepanga kujenga vituo vya afya visopungua 2 kwenye zile fedha za bilioni 15. Maanake Kisukuru ambapo hawana hata zahanati na Vingunguti kituo cha afya. Natumaini kabisa hilo utalisimamia. Lakini ukienda Pugu Station fedha zipo kwenye akaunti pale. Natumaini sana mkomo huu utaweza kutatua. Kwa hiyo nikasema hili nilisisitize. Kwa idara mnisamehe, nilikuwa narumbana na nyinyi kwa ajili ya kuhakikisha jiji linakimbia na miradi inakimbia. Kwa hiyo mnisamehe. Siku ya leo ni siku ya muhimu na ya kipekee kwa baraza lako la madiwani. Ni siku ambayo kwa maelekezo ya serikali baraza hili linakoma, na kwamba utekelezaji wa majukumu utakuwa chini ya mkurugenzi na management yake. Mstahiki Meya, nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe binafsi kwa ushirikiano mkubwa ambao umenipatia mimi pamoja na management yangu yote. Lakini nishukuru baraza lote la madiwani na kamati zake kwa ushirikiano mkubwa ambao umenipatia mimi pamoja na management yangu katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Uimara, umadhubuti na umaridadi wa jiji la Dar es Salaam unajengwa na kulindwa na utulivu. Tumeshuhudia utulivu mkubwa ambao wewe umeusimamia wakati wote. Utulivu huo, Mstahiki Meya, haukuja kwa bahati mbaya. Haukuja kwa bahati mbaya. Umekuja kwa sababu ya mashirikiano kati ya waheshimiwa madiwani wote wa kuchaguliwa, lakini wote wa viti maalum, ambao ushirikiano huo umetufanya sisi kama management tufanye vizuri na tutekeleze majukumu yetu bila manunguniko. Kupitia kauli ya Mheshimiwa Rais marehemu au hayati John Pombe Magufuli, ulibadilisha halmashauri yetu ya manispaa kuwa jiji. Pale viwanja vya Mnazi Mmoja alituteua mimi na Mstahiki Meya huyu Kumbi la Moto kutoka moja kwa moja kuwa mamea wa manispaa na kwenda kuwa mamea wa jiji hili la Dar es Salaam ambalo tuko mpaka sasa. Tunawashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa namna ambavyo mmekuwa mkiniunga mkono. Lakini hamkuishia hapo, bado mliniunga mkono na kuwa mwenyekiti wa kamati kwa vipindi hivi viwili. Nawashukuru sana waheshimiwa madiwani, na mimi niwaombee kila laheri na kujiombea na mimi mwenyewe. Uongozi unapangwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ameshapanga. Tusiwe wanyonge. Twendeni tukakabiliane na changamoto za kiuchaguzi. Naamini kwa yale tuliyofanya Mwenyezi Mungu atatujali. Mimi niwashukuru sana wajumbe wangu wa kamati ya mipango miji. Ni kamati pekee kwenye halmashauri yako ambayo ilikuwa inajua muda. Kamati ambayo tulishikamana sana. Tulifanya kazi kama mtu. Niwaalike nikiwaambia mimi mwenyekiti wenu namaliza nikiwa nawapenda sana. Hakika madiwani wenzangu wote, niseme kama iko sehemu niliwakosea,
mimi sio mkamilifu chini ya jua, naomba msamehe. Lakini halikadhalika, Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia meza yako, kama liko jambo nilifanya kwa makosa, sio kusudio langu, ile kwamba hakuna mkamilifu chini ya jua. Halikadhalika, viongozi wangu wa chama, mimi ni kijana wenu, mlinituma kuwakilisha chama kwenye serikali, nimetimiza wajibu wangu vilivyo. Niendelee kusema Nyasika wa jana ndio Nyasika wa leo, ndio Nyasika wa kesho. Lakini mwisho kabisa, niwashukuru wananchi wangu wa kata ya Kivule ambao waliniamini kwamba naweza kuwa sauti yao kwenye halmashauri yako, Mheshimiwa Mwenyekiti. Nikasema na meza yako ikakiri, tukapunguza kero ambazo zilikuwa zinawakabili wananchi wa kata yangu ya Kivule. Niseme natoka, lakini naenda kuanza kama ambavyo mkuu wa wilaya amesema. Wananchi wa Vingunguti walimleta mstahiki meya, wamemfuata.